بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بتوفيق الله تبارك وتعالى وقدرته ومشيئته tunaendelea na darasa yetu ya kitabu cha Sahihu al-Bukhari, tukiwa tupo katika hadithi ya mwanzo, na tulikuwa tumeanza kumzungumzia rawi wa hadithi hii. Tulimzungumzia al-Humaydi, na bila shaka tulizungumza sehemu inayomhusu al-Humaydi kupitia kitabu chetu cha An-Nahru al-Jari. Na siku ya Alhamisi, baada ya kudiscuss kwa ufupi namna gani ambayo itakuwa ni bora kwetu kuitumia kuwasoma hawa ahlul ilmi, tukakuta kuwa namna bora ni kumsoma mmoja mmoja kwa sura ya upana kiasi, kuliko kuelezea hivi kiufupi, ili darasa zetu zishibe kile ambacho sisi tumekikusudia. Tukitoka katika maruwati katika upande wa historia, basi bila shaka tukiingia katika matini vile vile tusome katika nidhamu nzuri, kwa sababu lengo ni sisi kupata elimu, sio kumaliza kitabu na mfano wake. Na bila shaka misingi ya kielimu ilivyo, kama utaelewa katika hadithi moja au mbili au tatu hata 10 tu, ina maana chote kitakachokuja mbele basi wewe utakuwa unateleza, kila kitu kinakuwa kimekaa sawa. Kwa hiyo kutokana na kile ambacho tulikubaliana siku ya Alhamis, vitabu vyote tutaanza katika hadithi nambari 1, na tutaanza kuwazungumza wale maruwat ambao wapo katika asanidi. Tutaanza nambari 1. Baadhi ya maruwat wana maelezo mengi ambayo yanawahusu kupitia sifa zao, kutafuta ilmu kwao, na maneno ya ahlul ilmi yanayowahusu wao, na baadhi ya maruwat wana maneno machache. Kwa hiyo sisi tutakwenda kwa mujibu wa vitabu viwili vilivyoandika, kitabu cha Siyaru A'lami an-Nubala pamoja na kitabu cha Tahdhibu al-Kamal. Sisi katika kuwafanyia tarjama watu hawa tutatumia sana hivi vitabu viwili. Haina maana kwa wengine hatutotumia, tutatumia. Na darasa yetu leo itaanza na mwanawazuoni anayeitwa al-Humaydi Abdullah ibn Zubayr. Tutataka tumfahamu nani al-Humaydi kwa sura ya upana zaidi, na darasa zetu zitahusisha mashekhe pamoja na wanafunzi wa yule ambaye sisi tutakuwa ni wenye kumtaja. Bila kusahau, kwanza tutatembea katika kumsoma huyu rawi kwa ufupi sana, ili kuweza kumakinisha vipengele vile tulivyoanza navyo vya tabaqat na miaka ya kufa na kuzaliwa ahlul ilmi, sehemu ambayo sisi tunaizingatia kuwa ndio msingi wa mwanzo ambao atautumia mwanafunzi kuelewa vizuri hawa maulama. Kwa hiyo hadithi yetu nambari 1, قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. Kwa hiyo ni nani Abdullah ibn Zubairi? Kwanza tutazungumza kiufupi sana ili tuweze kumfahamu huyo mtu ambaye anaitwa Abdullah ibn Zubair. Tutazungumza kiufupi sana tuweze kumfahamu huyo Abdullah ibn Zubairi, yeye ni nani na habari zake ziko vipi. Tukiangalia Sahihu al-Bukhari, ni kitabu ambacho bila shaka tunasoma, na hii nidhamu tumeshaanza kuizoea. Katika hadithi hii bab kaifa kana bada'u al-wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hadith nambari 1, na qala ya safha ni nambari 6 katika mjilidi wa kwanza. Hadithi ni marfu', yani hadithi imenasibishwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. قال إمام البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير.
kwanza kiufupi bitaqa utambulisho wa rawi. Huyu rawi ni nani? Abdullah ibn Zubairi al-Humaidi tutasoma tu hapa palipokozeshwa, kisha tutakuja chini, kwa sababu hii nukta nyingine inshallah tutaikuta mbeleni huko. Kwa hiyo tunachokifanya sisi, barakallahu fikum, yani kusoma hii sehemu ambayo imekozeshwa. Abdullah ibn Zubairi al-Humaidi ni nani? Bila shaka huyu anaitwa Abu Bakar, kunia yake, nisba yake ni al-Humaidi al-Qurashi al-Asadi al-Makki, nisba pale anapoegemezwa. Ashuhratu, umashhuri wake anafahamika kama al-Humaidi, yani umashhuri wake. Tufahamu kuwa umuhimu wa hizi bitaqat ni uwepesi wa kuweza kumfahamu mtu. Halafu at-tabaqatu, tabaqa yake ni namba 10. Namba 10 tulisema ni wale atba'u at-tabi'ina wa mwanzo. Al-iqama, mahala ambapo aliishi, Makkah ni Makkah. Al-milad, tarehe ya kuzaliwa haifahamiki. Al-wafatu, tarehe ya kufa ni mwaka 219 Hijria. Na tulisema mwaka 219, mwaka 220 takriban ndio wakati wa mwisho wa uwepo wa atba'u at-tabi'in. Abdullah ibn Zubairi al-Humaidi wakati ambao kafariki takriban ni mwaka 219, mwaka 219. Bila shaka tulisema kuwa ni wakati wa mwisho wa atba'u at-tabi'ina, kwa sababu wakati ambao upo katika mwaka 150 Hijiria tulisema ndio wakati wa mwisho wa matabiina, na yote atakayefariki kuanzia mwaka 155 na kuendelea, mara nyingi huyo ni katika atba'u at-tabi'ina, wanarefuka mpaka mwaka 220. Tunakumbushana kila wakati haya kwa sababu ni mambo muhimu. Makana al-milad, mahala alipozaliwa, la yujad hapa fahamiki. Makana al-wafat, alipofariki ni huko Makkah. Alifariki al-Humaidi huko Makkah, ndiko ambako alifariki al-Humaidi. Hukmu ibn Hajar asemaje kuhusiana al-Humaidi? Qala fi taqrib at-tahdhib, kasema katika kitabu chake cha taqrib at-tahdhib, thiqatun hafidhun faqih. Huwa ni thiqa hafidhun faqih. Thiqa maana yake ni yule ambaye kafikia daraja ya kuaminika katika masimulizi. Hafidhun, ambaye kahifadhi kitu kingi katika ilmu kwa namna ambayo anachokijua ni kingi kuliko ambacho hakifahamu, ima iwe hifdhu alkitabati au hifdhu as-sadri, ima iwe kahifadhi kwa kuandika au kahifadhi ndani ya kifua chake. Faqihun vile vile ni katika mafuqaha, wale ambao wanaelewa kile wanachokisimulia, wale ambao wanaelewa kile ambacho kimesimuliwa. Kwa hiyo sisi baada ya kumaliza kusoma hii bitaqa, utambulisho, tukirudi katika hadithi, kuna rawi mwingine Sufyan ambaye leo sisi hatujaeka azma ya kumsoma Sufyan. Sisi tuko na al-Humaidi. Tumemkuta al-Humaidi ndani ya kitabu ambacho sisi tunakitumia, kitabu chetu Hadathana al-Humaidi Abdullah ibn Zubairi. Tukamsoma al-Humaidi kama al-Humaidi katika bitaqa. Tukisema bitaqa bila shaka tunafahamiana, yani utambulisho. Tukamsoma hapa al-Humaidi katika nidhamu yetu ambayo tumeshaitolea utangulizi. Tukaklik akaja, kisha tukasoma habari zake. Lakini sasa kila rawi ambaye tutamtaja hapa katika bitaqa bila shaka tutarudi baadaye, tutarudi tena hapa. Kitakacho turejesha hapa, kuna kitu kinaitwa al-masadir. Al-masadir ni vitabu ambavyo huyu rawi bila shaka katajwa katika vitabu hivyo, na sisi tutapenda hii masadir insha Allah iwe mwisho.
iwe mwisho baada ya kumaliza tarjama. Kwa tutarudi tena hapa halafu tutakuja kuangalia masadir, yani vitabu ambavyo sisi tunaweza kumkuta Abdullah ibn Zubairi kaelezewa ndani ya vitabu hivyo. Lakini kwa sababu tunakwenda kwa mujibu wa nidhamu ambayo sisi tumeiweka, basi itabidi tuingie baada ya kutoka kwenye kitabu tukamwona Al-Humaidi, tukaenda katika bitaka utambulisho, kisha tunakuja kuangalia historia ya huyu Al-Humaidi mwenyewe. Nadhani ukicheck tayari utakuta kwa tayari tumeshaweka jina la Al-Humaidi. Sawa? Al-Humaidi huyu ukitazama hapa kuna khaun, kuna dalun, kuna ta, kuna sin. Maana yake ni nini? Maana yake ni kuwa hii ina present Bukhari, sahihu al-Bukhari, yani Al-Humaidi katajwa ndani ya sahihu al-Bukhari. Kwa hiyo zingatia hizi, kha maana yake ni sahih al-Bukhari. Kwa hiyo mimi Al-Humaidi kumbe katika vitabu ambavyo sisi tunavisoma vitabu 6 vya hadithi, kumbe kwenye Bukhari yumo. Yani nikishamsoma hapa nitakuwa tayari Al-Humaidi ndani ya Bukhari, mara zote tutakazotajwa nishamfahamu. Lakini dal ina present Sunan Abi Daud, dal ina present Sunan Abi Daud. Maana yake mimi Al-Humaidi bila shaka nitamkuta katika Sunan Abi Daud vile vile. Kwa nikishamsoma Al-Humaidi hapa, huyo Al-Humaidi ndiye ambaye yupo katika Sunan Abi Daud, kule nitakuja tu kujikumbusha. Halafu tuzingatie kuwa tukishamsoma rawi katika historia kama hii, kwenye nukta kama hii, mara nyingi sisi tutarudi tu katika bitaka kwenda kutafuta ukumbusho kule, lakini inakuwa historia yake tumeshamtaja. Basi bila shaka tunaweza kurejea tena, lakini mara nyingi haturejei historia kiujumla. Kwenda tunaweza kurejea tu kitu kidogo sana. Kwa hiyo tuwe tunazingatia kila rawi ambaye tunamtaja, tuzingatie kwa sababu hawa watu ni wengi, ni zaidi ya 1000, yani 1014, ni zaidi, ni watu wengi. Kwa kama ni watu wengi, bila shaka sisi tunachotaka barakallahu fikum ni kuwa yani mtu awe makini tunapomtaja mtu, awe ni mwenye kusikiliza na kufuatilia vizuri. Sasa Al-Humaidi katajwa vile vile katika Sunan Abi Daud, lakini ta ina present Sunan At-Tirmidhi. Hivi vitabu unavyoona vinapangwa ndio bora wake, kimeweza Bukhari, kisha inakuja Muslim, kisha Abi Daud, kisha Sunan At-Tirmidhi. Kwa hiyo vile vile Al-Humaidi tutamkuta ndani ya Sunan At-Tirmidhi. Kwa hiyo kana kwamba mimi nikimsoma Al-Humaidi ndani ya Sahih Bukhari, nishamsoma katika Sunan Abi Daud na nishamsoma katika Sunan At-Tirmidhi, lakini sin ina present Sunan An-Nasa'i. Kumbuka vitabu viwili tu hapa hamna, Sahihu Muslim na Sunan Ibn Majah. Je, Ibn Majah kamtaja Al-Humaidi? Ndiyo kamtaja. Wapi? Tutaona. Muslim kamtaja Al-Humaidi? Ndiyo kamtaja. Wapi? Tutaona. Lakini ndani ya vitabu vyao hawakumtaja katika zile nas ambazo sisi tutazisoma. Wao nas maana yake ni zile ahadith ambazo sisi tutazisoma, wamemtaja sehemu nyingine. Wapi wamemtaja? Tutaona. Kwa hiyo kha ni sahihu al-Bukhari, dal ni sunani Abi Daud, ta ni sunanu At-Tirmidhi, sin sunanu An-Nasa'i. Sawa? Haya, tunaingia kumsoma Al-Humaidi. Al-Humaidi ni nani? Anaitwa Abdullah ibn Zubairi ibn Isa ibn Ubaidillah ibn Usama. Sisi mara nyingi katika jina na nisba ya rawi tutaiandika kama ambavyo ipo katika Tahdhibu al-Kamal ya Imamu al-Mizzi au Siyari A'lam an-Nubala ya Imamu al-Dhahabi. Tutaandika jina kwa urefu wake, hata kama sisi tutalisoma kwa uchache, kwa sababu lina i'rab dhamma fatha kasra, halina shida kusoma. Abdullah ibn Zubairi jina lake kiurefu ni Abdullah ibn Zubairi ibn Isa ibn Ubaidillah ibn Usama ibn Abdullah ibn Humaidi ibn Zuhair ibn al-Harith ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Waqila inasemekana jadduhu, babu yake. Waqila inasemekana, ni jambo ambalo lipo katika nukta mbili.
jadduhu huwa Isa ibn Abdullah ibn Zubayr. Hapa ukitazama utakuta Isa ibn Ubaidillah, lakini wengine wanasema hapana, ni Isa ibn Abdullah ibn Zubayr. Hapa hakuna ibn Zubayr, lakini bila shaka hii ni nisba nyingine ambayo inaambatanishwa na Imamu al-Humaidi kana kwamba anaitwa Abdullah ibn Zubayr ibn Isa ibn Abdullah ibn Zubayr ibn Ubaidillah ibn Humaidi. Kwa hiyo tutakuta hapa kuna nisba mbili. Sawa? Hapa pote tushamaliza ni jina tu. Almuhim sisi hii iliyopewa nguvu ya kwanza ndo tutaichukua kwa anaitwa Abdullah ibn Zubayr ibn Isa ibn Ubaidillah ibn Usama ibn Abdullah ibn Humaid ibn Zuhair ibn al-Harith ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Huyu ni al-Imam. Al-Imam ni yule ambaye ana ilmu kiasi ambacho watu wanamfuata yeye, kawa ni qudwa, kigezo kwa wengine. Lakini vile vile yule ambaye tayari ameshasomesha ilmu na kashatoa maulama, lakini yule ambaye kavuka mpaka wa alim sasa kenda katika imam, kwamba katika miji watu wanamfuata yeye, kama ambavyo tutaona. Al-Hafidh maana yake yule ambaye kahifadhi, tumeshapita darasa ya leo vile vile kuelezea. Al-Faqih vile vile tumeshaelezea. Sheikhu al-Haram, yeye ndio sheikh wa al-Haram Makkah, Abu Bakari al-Qurashi al-Asadi al-Humaidi al-Makki. Tukumbuke kuwa tulipopita katika bitaqa tulielezewa hivi vipengele. Abu Bakar tukaelezewa kama kunya, al-Qurashi al-Asadi al-Humaidi al-Makki tukaelezewa kama ni nisba. Sawa, Abdullah ibn Zubayr tukaelezewa kama jina. Ndo umuhimu wa kusoma bitaqa kwamba inakuchambulia vile vipengele vya dharura vya lazima unavyotakiwa kuvifahamu kusenda rawi. Sahibul Musnadi huyu vile vile ana kitabu cha al-Musnad. Tukiendelea na kipenzi chetu al-Humaidi kumsoma, sasa tunaingia katika wale ambao kasimulia kutoka kwao. Rawa an Ibrahim ibn Sa'd, kapokea kutoka kwa Ibrahim ibn Sa'd. Wa Abi Damrata Anas ibn Iyad, na kwa Abi Damrata Anas ibn Iyad. Wa Bishr ibn Bakr at-Tinisi, na kutoka kwa Bishr ibn Bakr at-Tinisi. Lakini vile vile wa Abi Usama. Umeona hapa kuna nukta ambazo hizi kama ikha, maana yake huyu Bishri katajwa vile vile katika Sahih Bukhari, ndo maana yake. Wa Abi Usama Hamad ibn Usama, na kapokea kwa Abu Usama Hamad ibn Usama. Wa Sufyan ibn Uyayna, na kapokea kutoka kwa Sufyan ibn Uyayna. Ukiangalia hapa kuna kha, bi maana Sufyan katajwa katika Sahih Bukhari maq, na maana vile vile katika tafsiri ya Ibn Majah kuna ta ndani ya Tirmidhi, kuna sin, kuna faq. Kwa hiyo hizi zote ni symbol, lakini sisi tutadili na hii na hii na hii. Kwa hiyo Sufyan katajwa katika Bukhari, katika Tirmidhi, katika An-Nasai. Hizi haya mabano kwa mujibu wa ile kusave, basi maana yake amebadilika, lakini hili lilitakiwa lielekee huku na hili lielekee huku. Kwa hiyo Sufyan katajwa katika Sahih Bukhari, katika Tirmidhi, vile vile katika Sunan An-Nasai. Ni katika walimu wa al-Humaidi. Wa Abdullah ibn al-Harithi al-Jumahi al-Hatibi. Kwa hiyo hapa wote tunawataja ni mashekhi wa al-Humaidi, na sisi tumesema darasa zetu tutakuwa ni wenye kutaja mashekhi na wanafunzi kwa watu wote ambao Allah atatuwafikisha kuwaona na kuwafahamu mashekhi zao kupitia kitabu cha Tahdhibul Kamal na Siri A'lam an-Nubala. Lakini katika mashekhi zake kuna mtu anaitwa Abdullah ibn al-Harithi al-Makhzumi, na sisi tunasoma haya majina kwa sababu tunataka tuyafahamu majina, namna ya kuyasoma, na alhamdulillah yana shakli vizuri. Anaweza mtu kununua kitabu hicho cha Tahdhibul Kamal asikute kuna shakli hizi, sawa, akakuta ni kile cha kawaida kigumu kusoma na majina haya magumu. Lakini vile vile katika elimu wake kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Rajai al-Makki. Abdullah ibn Rajai al-Makki. Katika walimu wake kuna mtu anaitwa wa Abi Safwan, yani Abu Safwan Abdullah ibn Sa'id al-Umawi. Katika walimu wake vile vile kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Yarafa al-Madani maula Bani Layth.
na katika walimu wake kuna mtu anaitwa Abdurrahman ibn Sa'd ibn Ammar ni muadhini. Lakini katika walimu wake vile vile kuna mtu anaitwa Abdul Aziz ibn Abi Hazim. Lakini katika walimu wake kuna mtu anaitwa Abdul Aziz ibn Abd Samad al-Ammiya. Sawa? Lakini katika walimu wake kuna mtu anaitwa Abdul Aziz ibn, hapa kuna maelezo lakini Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi. Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi. Lakini katika walimu wake kuna mtu anaitwa Ali ibn Abdul Hamid ibn Ziyad ibn Sayfi. Tukumbuke kuwa hao tutakuja kuwasoma tarajim zao baadaye. Lakini katika walimu wake wa Faraj ibn Sa'id al-Ma'ribi al-Yamani. Kiangalia hapa dal, maana yake huyu katajwa katika Sunan ya Abi Daud, tutakuja kumsoma insha Allah. Lakini katika walimu wake wa Fudail ibn Iyad katika walimu wa al-Humaydi wa Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, na katika walimu wake vile vile Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Imam al-Mubajjal al-Shafi'i, ni katika walimu wa al-Humaydi. Katajwa vile vile katika Sunan ya Abi Daud. Vile vile katika walimu wake wa Muhammad ibn Ubayd al-Tanafisi, katika walimu wake wa Muhammad ibn Ubayd al-Tanafisi ni katika walimu wake. Lakini vile vile wa Marwan ibn Muawiyah al-Fazari kataja katika Sahih Bukhari, ndio hapa kuna kha, halafu katika Sunan at-Tirmidhi ndio maana kuna ta. Lakini katika walimu wake wa Waki' ibn al-Jarrah. Waki' ibn al-Jarrah ni katika walimu wa al-Imam al-Humaydi, katajwa ndani ya Sahih Bukhari. Lakini vile vile Walid ibn Muslim, al-Walid ibn Muslim ni katika walimu wake al-Humaydi, katajwa vile vile katika Sahih Bukhari. Wa Ya'la ibn Ubayd al-Tanafisi, na Ya'la ibn Ubayd al-Tanafisi vile vile ni katika walimu wa Imam al-Humaydi. Hapa tutakuwa tumeshamaliza katika kile ambacho sisi tumekipata kupitia kitabu cha Tahdhibu al-Kamal, kuwafahamu shekhe wa Imam al-Humaydi. Nukta inayofuata sasa, tunaingia wale wanafunzi wake, na mwanzo rawa anhu al-Bukhari. Imam al-Bukhari kapokea kutoka kwa al-Humaydi kama alivyotaja Imam at-Tirmidhi. Hapa kuna taa inaashiria Imam at-Tirmidhi. Lakini vile vile katika wanafunzi wa al-Humaydi kuna mtu anaitwa Ibrahim ibn Salih, yani wa Ibrahim ibn Salih al-Shirazi ni katika wanafunzi wa al-Humaydi. Wa Abu al-Azhari Ahmad ibn al-Azhari an-Naysaburi ni katika wanafunzi wa al-Humaydi. Lakini vile vile wa Ismail ibn Abdullah al-Asbahani, umaarufu wake Samwayhi, au yule ambaye anaitwa Samwayhi, Ismail ibn Abdullah al-Asbahani vile vile ni katika wanafunzi wa al-Humaydi. Wa Bishr ibn Musa al-Asadi ni katika wanafunzi wa al-Humaydi. Wa Salama ibn Shabibi ni an-Naysaburi, kuna kasratan halafu kuna lam ina sukun. Hapa sisi tunazalisha nun halafu tunaitia kasra, sawa. Kwa hiyo tukiunganisha tutasema wa Salama ibn Shabibi Naysaburi, au tuseme wa Salama ibn Shabibi Naysaburi, lakini hii itakuwa ni kosa. Wa Salama ibn Shabibi Naysaburi, au tusimame tuseme wa Salama ibn Shabibi an-Naysaburi ni katika wanafunzi wa al-Humaydi. Wa Abu Zur'ata Ubaydullah ibn Abd al-Karim ar-Razi, wa Abu Zur'ata Ubaydullah ibn Abd al-Karim ar-Razi ni katika wanafunzi wa al-Humaydi. Wa Ubaydullah ibn Fadalah ibn Ibrahim an-Nasa'i, vile vile sio Imam an-Nasa'i, lakini huyu ni mtu mwingine. Wa Ubaydullah ibn Fadalah ibn Ibrahim an-Nasa'i, kataja Imam an-Nasa'i katika kitabu chake habari ya huyu Ubaydullah ibn Fadalah
kama ni rawi, kwa hiyo kamtaja katika kitabu chake. Wa Muhammad ibn Ahmad al-Qurashi vile vile ni katika wanafunzi wa al-Humaidi, katajwa katika Sunan Abi Daud. Wa Abu Bakari Muhammad ibn Idris ibn Umar al-Makki Warraq al-Humaidi, ambaye huyu ndio Warraq, yule ambaye ni mwandishi wa al-Humaidi ndio huyu anaitwa Abu Bakar Muhammad ibn Idris ibn Umar al-Makki, ni mwandishi wa al-Imam al-Humaidi. Hili jina lihifadhiwe, Abu Bakari Muhammad ibn Idris ibn Umar al-Makki Warraq al-Humaidi, sawa. Wa Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-Razi, na Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-Razi hao ni maulama wakubwa vile vile, kasoma kwa al-Humaidi, kachukua ilmu kwa al-Humaidi. Wa Muhammad ibn Abdullah ibn Sanjari al-Jurjani nazilu al-Maghrib, sawa. Nazilu al-Maghrib tumesha wa maelezo kuhusiana Nazil Makka, Nazil Baghdad, kwa huyu asili yake sio mtu wa Maghrib, lakini aliishi huko Maghrib, sawa. Na Maghrib mara nyingi humaanisha Morocco, sawa. Muhammad ibn Abdullah ibn Sanjari al-Jurjani nazilu al-Maghrib. Lakini tukiendelea vile vile katika tarjama yetu tunakutana na mtu mwingine katika wanafunzi wa Imam al-Humaidi, anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahim al-Balqi, yupo katika Sunan an-Nasa'i. Na mwanafunzi wake mwingine anaitwa Muhammad ibn Ali ibn Maimuni al-Raqi, vile vile ni katika wanafunzi wa al-Humaidi. Mtu mwingine anaitwa Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli, ni katika wanafunzi wa Imam al-Humaidi. Tushamtaja huyu tulipokuwa tukitoa maelezo katika kitabu cha al-Haiya, tulipoulizwa swala tukasema huyu Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli alipata hasad juu ya Imamu al-Bukhari, sawa. Tulimtaja huyu, lakini katika maulama wakubwa, ni mtu ana ilmu nyingi, baadhi yao wanasema kuliko Imamu al-Bukhari. Ni wenzake hao Imamu al-Bukhari, lakini huyu ni mkubwa kidogo kuliko Bukhari, Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli. Na huyu mwanawe ni katika maulama wakubwa, ni katika mahufadh, katajwa na Imam al-Dhahabi katika Tadhkirati al-Huffadh. Kwa hiyo yeye ni alimu, mtoto wake ni alim, lakini ubtulia bilhasad. Kwa hiyo maulama wanamtaja kwa sababu ya ilmu yake, lakini wengine wanamlaumu kwa sababu ya hasad aliyomfanyia Imam al-Bukhari. Almuhim ni katika watu ambao wamesoma na kuchukua ilmu kwa Imam al-Humaidi.